أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na vita vya Uhud nilikuwa naeleza kauli alizotamka Abu Sufyan alipokuwa akieleza ukubwa wa masanamu yake na jinsi mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alivyodhihirisha ghera kwa ajili ya Allah. Kama nisemavyo, namna ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoonyesha ghera kwa ajili ya Allah, na hata katika hali hizi pia akawaambia maswahaba zake kuinua jina la Allah. Kuhusu mada hiyo nitaeleza maelezo mengine. Hatmusleh Maud anasema ya kwamba inapatikana katika hadisi ya kuwa katika vita vya Uhud Abu Sufyan aliposema kwa nguvu zake zote ya kwamba lana uzza wala uzza lakum, yani tunasaidiwa na sanamu letu la Uzza, lakini nini hamna msaada wa sanamu lolote. Wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia waislamu ya kwamba semeni ya kuwa lana maula wala maula lakum, mlinzi wetu na msaidizi wetu ni Mungu wetu aliye hai mwenye nguvu, lakini nini hamna mlinzi wala msaidizi yeyote. Anasema ya kwamba huo ulikuwa ushahidi wa kimatendo wa ukweli wa anta maulana, ya kwamba hata chini ya kivuli cha panga wao wakasema kwamba Mungu anaweza kutusalimisha. Kisha yeye anasema katika sehemu nyingine ya kwamba sauti ilipoingia masikioni mwa waislamu ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi, wao wakarejea haraka haraka na wakaondoa maiti kutoka kwa mwili wake. Wakapata kujua ya kwamba bado mtume yuko hai na anapumua. Wakati ule kwanza kabisa ukaongolewa msumari wa kofia yake ya chuma. Msumari huo ulikuwa hautoki, ndipo sahaba mmoja akaungoa kwa meno yake, na kwa sababu yake meno yake mawili yakavunjika. Kisha maji yakamiminiwa juu ya uso wake na yeye akazinduka. Maswahaba wengi walikuwa wameshasambaratika na kundi moja la maswahaba wachache lilikuwa karibu yake. Mtume akawaambia kwamba sisi sasa tunatakiwa kuelekea upande wa mlima. Hivyo ye akiwa nao akaenda karibu na mlima, na kisha jeshi lilobaki pia likaanza kujumuika polepole. Jeshi la makafiri lilipokuwa likirudi, Abu Sufyan akataja jina la mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sauti ya juu na akasema kwamba sisi tumemua. Maswahaba wakataka kumjibu, lakini mtume akawazuia na akasema kwamba huo sio muda wake. Watu wetu wameshatawanika, baadhi yao wameuawa na wengine wamejeruhiwa. Sisi ni watu wachache tuliopo hapa na kisha tumechoka sana. Jeshi la makafiri ni 3,000 na wote wako salama. Katika hali ya namna hiyo si vizuri kumpatia jibu. Kama wanasema kwamba wameniua, wache waseme tu hivyo. Sawa na mwongozo wake maswahaba wakakaa kimya. Abu Sufyan alipokosa jibu, ye akasema kwamba sisi tumemua Abubakar. Mtume akawazuia maswahaba kumpa jibu na akasema kaini kimya. Yeye kama anasema mwachi aseme. Hivyo maswahaba wakakaa kimya.
abu sufian alipoona kwamba hakupata jibu lolote akasema kwamba sisi tumemua umar. hat umar alikuwa na tabia kali, akataka kunena, lakini mtume salallahu alaihi wasallam akamkataza. baadaye yeye akasema, hat umar akasema ya kwamba nilikuwa na nia ya kusema ya kwamba wewe unasema kuwa sisi tumemua umar, ila hali umar bado yupo ili kukata kichwa chako. kwa vyote vile mtume salallahu alaihi waalihi wasallam akamkataza kumjibu abu sufian. na abu sufian alipoona ya kwamba hakupata jibu lolote, ye akapiga takbira kwamba uluhubul uluhubul, yani sanamu la hubul ambalo abu sufian alikuwa akiliona kuwa mkubwa, shani yake iwe juu, shani ya hubul iwe juu. yani hubul wetu amemua muhammad saa salam na wenzake wote. kwa kuwa mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa amewazuia masahaba kunena au kutoa jibu lolote, hivyo hata saizi pia wao wakakaa kimya. lakini mtume huyo wa mungu ambaye kwa kusikia habari ya kifo chake alikuwa amesema kwamba kae ni kimya, msimpe jibu, kwa kusikia habari ya kifo cha abubakar alikuwa amesema kwamba kae ni kimya na msimpatie jibu. kwa kusikia habari ya mauti hat umar alikuwa amesema kwamba kae ni kimya na msimpatike jibu lolote. na aliyekuwa akisema mara kwa mara ya kwamba wakati huu jeshi letu limesambaratika na kuna hatari maadui wasije wakatushambulia tena, hivyo muendelee kusikiliza maneno yake kwa ukimya. sauti ilipoingia masikioni mwa mtu huyo mtakatifu kwamba uluhubul uluhubul, shani ya hubul iwe juu, shani ya hubul iwe juu, inyanyulike, hapo ikachemka jaziba yake ya tauhidi, kwani sasa halikuwa swala la muhammad mtume wa allah, sasa halikuwa swala la abubakar wala umar, sasa ilikuwa ni swala la heshima ya mwenyezi mungu. mtume akasema kwa jaziba sana ya kwamba nini, kwa nini hamtoi jibu? sahaba wakasema ya rasulllah, sisi tujibuje? mtume akasema semeni allahu ala wa ajal, allahu ala wa ajal. hubul ni kitu gani? shani ya mwenyezi mungu iko juu, shani ya allah iko juu. huo ulikuwa udhihirishaji mkubwa wenye shani wa jaziba yake ya tauhidi. mtume akawazuia masahaba kujibu mara tatu, jambo ambalo linadhihirisha ya kwamba mtume alikuwa akijua uzito wa muda ule. alikuwa anajua kwamba jeshi la kiislam limesambaratika na wapo watu wachache tu walio pamoja naye. maswaba wengi wamejeruhiwa na wengine wamechoka mno. maadui wakijua kwamba sehemu moja ya jeshi la kiislam imejumuika sehemu fulani, wasije wakawashambulia tena. lakini licha ya kuwa na hali hizi, ilipotokea swala la heshima ya mungu, ye hakuvumilia kukaa kimiana. akaona ya kwamba maadui wakijua au wasijue, hata kama watushambulie na watuangamize, sisi hatutakaa kimia. hivyo akawaambia maswahaba kwamba kwa nini mmekaa kimya na kwa nini hamjibu ya kwamba allahu azza wajal, allahu azza wajal. maelezo hayo yote ameyaeleza katika maelezo ya sura al-Kausar. kisha sehemu moja anasema ya kwamba viongozi wakubwa wa Makka, mtu anayetaka kusoma maelezo haya basi asome katika tafsiri kabir, na pia yapo mambo mengine pia mengi ili kuongeza elimu mtayapata huko. kisha anasema viongozi wakubwa wa Makka walionuia kuumua mtume sallallahu alaihi wasallam, je, leo katika dunia hii yupo mtu mwenye kutaja jina lao? katika medani ya Uhud, Abu Sufyan alikuwa amenena na akasema kwamba je, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo kati yenu? na alipokosa jibu lake, ye akasema sisi tumemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kisha akanena kwamba je, Abubakar yupo kati yenu? na aliposhindwa kupata jibu lake akasema kwamba sisi tumemua Abubakar vile vile. kisha akauliza kwamba je, Umar yupo kati yenu? na alipokosa jibu lake vile vile akasema kwamba sisi tumemua Umar. lakini leo nendeni na kwenye kona za dunia muiteni Abu Jahl, kiongozi wa makafiri na mwenzake wa mtangazaji huyu, na semeni kwamba je, Abu Jahl yupo miongoni mwenu? mtaona ya kwamba juu ya jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitaanza kuinuka mamilioni ya sauti, na dunia nzima itatamka ya kwamba ndio
muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo kati yetu kwani sisi tumejaaliwa heshima ya kumwakilisha yeye lakini mkimwita abu jahal hamtaona sauti yoyote ikiinuka kutoka sehemu yoyote ya dunia kizazi cha abu jahal kipo duniani hadi leo lakini hakuna mwenye ujasiri wa kusema kwamba mimi ni kutoka kizazi cha abu jahal huenda watakwepo kizazi cha utba na shaba vile vile katika dunia lakini je yupo asemaye kwamba mimi ni kizazi cha utba na shaba basi ni jina pekee la mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo aliliinua mwenyezi mungu na akalifanya kuwa juu kisha hatmasihe maud alahi salatu wassalam anasema ya kwamba masaibu yanayoafikia manabii hata katika hizo pia kuna kuwa na maelfu ya siri ya mwenyezi mungu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipata masaibu mengi kuna riwaya ya kwamba katika vita vya uhud yeye alikuwa amepata majeraha 70 ya panga na kwa kuona hali ya kizwahiri ya waislamu kuwa tete makafiri wakafurahi sana hivyo kafiri moja akizani ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wakubwa wote wameuawa watakuwa wameuawa akasema kwa sauti ya juu kwamba je muhammad yupo kati yenu mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kaini kimya wala msimpe jibu ukimya huo ukamfurahisha zaidi ya kwamba atakuwa amekufa tu ndiyo maana hakupata jibu lolote kisha yeye akauliza kuhusu abubakar hata hivyo hakupata jibu lolote kisha yeye akatoa sauti kuhusu hat omar hat omar hakuweza kujizuia aye akasema kwamba ewe mwenye bahati mbaya unasema nini wote wako hai inakuwa muhimu kuona shida za namna hiyo lakini natija yake inakuwa hivi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sasa baada ya leo makafiri hawatatushambulia hayo aghlabu alikuwa amesema wakati wa vita vya handaki na kwa kuwa hiyo ni riwaya ya malfuzat yawezekana kwamba mwandishi atakuwa amekosea kuendika baada ya vita vya handaki mtume alikuwa amesema kwamba sasa makafiri hawatatushambulia bali sisi tutawashambulia makafiri wakati wa kutoka makka mtume saa salam alikuwa na muda mgumu kiasi gani lakini sasa mwenyezi mungu alikuwa amebadilisha hali zote kisa cha kifo cha kishahidi cha hanzla kinasimuliwa katika vita hiyo hiyo inapatikana kisa cha swahaba mwingine cha ujasiri wake na jinsi yeye alivyojitolea uhai wake katika mapenzi ya mtume huyu alikuwa swahaba ambaye mkewe anasema kwamba mume wangu alipojua kuwa mtume ameondoka kwenda vitani mume wangu alikuwa na wajibu wa kuoga baada ya janaba lakini kwa kusikia habari ya kuondoka kwa mtume saa salam akatoka haraka haraka kutoka nyumbani ya kwamba hata hakuwa na umuhimu wa kuoga na akachukua upanga na kuelekea kwenda vitani wakati wa vita kutokea safari moja akafika mbele ya kiongozi wa makafiri abu sufian alikuwa amepanda farasi hata hanzala akambamia farasi yake na akamjeruhi na kwa sababu yake abu sufian akaanguka chini abu sufian akianguka chini akaanza kupiga kelele huku hata hanzala akanyosha upanga wake na akataka kumchinja abu sufian lakini wakati ule ule shaddad bin aus akamwona sawa na kauli moja jina lake sahihi ni shaddad bin aswad kwa vyote vile shaddad alipomwona hanzala akinyosha upanga wake juu ya abu sufian ye akamshambulia mara moja na akamua shahidi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kuhusu mauaji hat hanzala ya kwamba mwenzenu yani hat hanzala malaika wanamwogesha katika riwaya moja inapatikana hivi kwamba mimi ninawaona malaika ya kuwa wao katikati ya mbingu na ardhi wakiwa na maji safi katika vyombo vya fedha wanaosha maiti ya hat hanzala jina la mke wa hat hanzala lilikuwa jamila na huyo alikuwa binti wa abdullah bin ubai bin sulul kiongozi wa wanafiki na dada wa hat abdullah bin ubai bin sulul
Jamila akasema yeye yani hat hanzla alikuwa amekuja medani ya vita katika hali ya janaba yani ye alikuwa na haja ya kuoga. Mtume saa salam kwa kusikia sauti hat jamila akasema kwamba ndiyo maana malaika walikuwa wakiosha maiti yake. huo ulikuwa usiku wa kwanza wa hanzala kwa mkewe hat jamila ambao siku ya kuamkia ikatokea vita vya ohd. riwaya moja inasema kwamba jamila alisimulia ya kuwa hanzla aliposikia kwamba mtume ameondoka ili kupigana na maadui ye pia akaondoka bila kuoga. usiku ule ule jamila akaona ruya ya kwamba ghafla mlango moja umefunguka mbinguni na mumewe hanzla akaingia mle kisha mlango ule ukafungwa. riwaya moja inasema ya kwamba jamila alikuwa amewafanya wanawake wanne wa kaumu yake kuwa shahidi wa jambo hili kwamba hanzla amesha jamiana nami na yeye akalazimika kufanya hivyo ili watu wasipate mashaka juu ya uja uzito wake. watu huwa wanazalisha mashaka wanasema maneno siku hizi pia wapo watu wa aina hiyo wanaoleta tuhuma za namna hizi. kwa vitu vile hat jamila mwenyewe akawafanya mashahidi ili kuondoa mashaka hayo. hat jamila anasema mwenyewe kwamba nikafanya hivyo sababu yake ni kwamba nilikuwa nimeona katika ndoto ya kuwa mlango mmoja umefunguka mbinguni na mume wangu akaingia mle hivyo nikajua kwamba wakati wa hanzla umeshawadia na mimi usiku ule nilikuwa nimepata ujauzito. kutoka ujauzito huo akazaliwa abdullah bin hanzla quraish. baada ya kumua hanzla hawakukata viungo vya mwili wake kama vile masikio pua na macho kwani baba yake abu amir aliyekuwa padre alikuwa pamoja na quraish. kuna tukio la kifo cha kishahidi la hasan bin rabii. hasan bin rabii alishiriki katika vita vya badr na ohod na akauawa shahidi katika vita vya ohod. siku ya vita vya ohod mtume saa salam akasema nani ataniletea taarifa ya hasan bin rabii? mtu mmoja akasema mimi. hiwe akaenda kumtafuta katika wale waliouawa hasan. kwa kumwona mtu huyo akasema kwamba una hali gani? ye akasema mtume saa salam amenituma ili nimfikishie habari yako ili nipeleke kwake habari yako. hasad akasema kwamba umsalimie mtume salallahu alaihi waalihi wasallam na ukamwambie ya kwamba mimi nimepata majeraha 12 ya mkuki na wenye kupigana nami wamefika motoni yani wote waliopigana nami nimewaua na uiambie kaumu yangu kwamba hawatakuwa na uzuru wowote kwa allah kama mtume saa salam akiuawa shahidi na kati yao atabaki mtu yeyote kuwa hai. inasimuliwa ya kwamba mtu aliyemwendea alikuwa hat ubai bin kab raziallahu taala anhu. hasad akamwambia hat ubai bin kab kwamba uiambie kaumu yako ya kuwa saad bin rabii anasema ya kuwa mwogope mwenyezi mungu. na riwaya moja inasema kwamba ahadi ambayo usiku wa akaba mlikuwa mmefanya kwa mtume saa salam muikumbuke ahadi ile. wallahi kwa allah hamtakuwa na uzuru wowote kama makafiri wakimfikia nabii wenu saa salam na kati yenu atakuwepo mtu aliye hai yani mnatakiwa kujitolea uhai wenu kwa ajili ya mtume salallahu alaihi waalihi wasallam kwa ajili ya dini yake. hiyo ilikuwa jaziba ya maswahaba kwamba wakati wa kufa walikuwa na wazo hilo tu kwamba sisi wajibu wetu ni kumlinda mtume saa salam. hatubai bin kahaba anasimulia kwamba mimi nilikuwa bado kwa hasad ndipo kifo chake kikatokea. wakati ule alikuwa amejeruhiwa vibaya. mimi nikaja kwa mtume saa salam na nikamweleza yote kwamba niliongea naye na hii ndiyo hali yake na yeye ameuawa shahidi. mtume saa salam hapo akasema kwamba mwenyezi mungu amrehemu yeye katika maisha yake na hata baada ya mauti pia akaendelea kuwa mwenye kumtakia kheri allah na mtume wake. hasan bin rabii na kharja bin zaid wakazikwa katika kaburi moja. kisa hiki hatmiza bashir ahmed saheb ameandika hivi ya kwamba akieleza kuhusu kifo cha saad bin rabii ya kuwa mtume saa salam pia alikuwa ameshafika katika medani na zoezi la kuangalia maiti za mashahidi lilikuwa linaendelea.
manzari yale wakati ule vita ilipokwisha manzari hiyo iliyokuwa mbele ya waislamu ilikuwa yenye kuwatikisa sana mtume alikuwa amepata majeraha mengi lakini hata hivyo akaja katika medani na wakaanza kuangalia maiti za mashahidi kisha anasema kwamba waislamu 70 walikuwa wamelowa na damu na maiti zao zilikuwepo katika medani na viungo vya miili yao zilikuwa zimeshakatwa na sura zao zilikuwa zimeshaharibiwa katika watu hawa waliouawa walikuwepo wahajiri 6 tu na wengine wote walikuwa kutoka ansar idadi ya watu wa quraish waliouawa ilikuwa 23 mtume saa salam alipofika karibu ya maiti ya baba yake mdogo na ndugu yake ya kunyonya ziwa moja hamza bin abdulmutalib akakosa utulivu na akahuzunika sana kwani mzalimu hind aliyekuwa mke wa abu sufian alikuwa ameharibu sana maiti yake kwa muda mtume akaendelea kusimama kwa ukimya na alama na athari za huzuni na hasira zilikuwa wazi juu ya uso wake kwa muda mfupi akapata wazo ya kwamba washinzi hawa wa makka wasipofanyiwa ukatili huo au ukatili wa namna hiyo hawatajirekebisha na hawatapata somo lakini yeye kisha akajizuia kuhusu wazo hilo na akasubiri bali baadaye mtume saa salam akapiga marufuku juu ya desturi hiyo na akasema kwamba akapiga marufuku katika islam na akasema kwamba adui hata kama afanye nini mujizuie kufanya hivyo na mushike njia ya wema na hisani kisha yeye anaandika ya kwamba maiti za maswaba wengine pia quraish zilikuwa maiti za maswaba wengine wa quraish pia zilikuwa zimefanyiwa ukatili huo hivyo binamu ya mtume sasa abdullah bin jahsh maiti yake ilikuwa imeharibiwa vibaya mtume alipokuwa akipita karibu na maiti alama za huzuni na hasira zilikuwa zikiongezeka juu ya uso wake hatmusleh maud akieleza mashahidi hawa na jinsi walivyojitolea na akieleza mapenzi ya Saad bin Rabi ansari aliyokuwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema hivi ya kwamba kuna kisa cha vita vya Uhud baada ya vita kuisha mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ubay bin Ka'b ya kwamba nenda ukawaone wajeruhi ye akiwaona akafika kwa Saad bin Rabi ambaye alikuwa amejeruhiwa vibaya na alikuwa anavuta pumzi za mwisho ye akamwambia kwamba ikiwa unataka kuwapatia jamaa na ndugu zako ujumbe wowote basi nipatie mimi Saad akasema huku anatabasamu ya kwamba nilikuwa nasubiri muislamu akija hapa basi nimpatie ujumbe wangu wewe nipe mkono wako kwenye mkono wangu na niahidi ya kwamba ujumbe wangu lazima utawafikishia sasa katika hali hiyo pia alikuwa na uelewa huo akasema nipe mkono wako katika mkono wangu ni njia ya kuchukua ahadi imara na ni alama moja kwamba ujumbe wangu lazima utawafikishia na kisha ujumbe aliotoa ndio huu ya kwamba uwafikishie ndugu zangu waislamu salamu yangu na uwaambie kaumu na jamaa zangu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni amana iliyo bora kabisa ya mwenyezi mungu tuliyo nayo na sisi tumeendelea kumhifadhi amana hiyo kwa uhai wetu sasa tunaondoka na uhifadhi wa amana hiyo tunawakabizini nini isije ikatokea hivi kwamba nini muoneshe udhaifu katika kuihifadhi hatmusleh maud anasema kwamba angalieni katika muda huo ambapo mtu anazani kuwa mimi ninakufa mawazo mbalimbali yanaingia moyoni mwake ye anafikiri kwamba mke wangu atakuwa na hali gani na nani atawalea watoto wangu lakini sahaba huyo hakutoa ujumbe wowote wa namna hiyo isipokuwa akasema kwamba sisi tukimhifadhi mtume sallallahu alaihi wasallam tunaaga dunia hii nini pia kwa njia hiyo hiyo muje nyuma yetu kwa watu hawa hiyo ndiyo iliyokuwa nguvu ya imani ambayo kwayo wakaitikisa dunia nzima na wakapindua tawala za kaisari na kisra
mfalme wa roma alikuwa ameshikwa na butwa kwamba hawa ni kina nani. kisra akamwindikia jenerali wake kwamba kama nyini hamwezi kupata ushindi juu ya waarabu hawa, basi rudini nyuma na vaeni bangili na kaeni nyumbani, yaani mukae nyumbani kama kina mama. kwa nini mnaenda kupigana vita? ye akamwambia jenerali wake kwamba hawa ni wala wajusi na nini hamwezi kuwazuia, ni watu wenye kula vyakula vya chini tu. ye akamjibu kwamba watu hawa si wanadamu bali ni mabalaa, na wanakuja huku wakiruka juu ya panga na mikuki. tukio hilo hilo hatmusleh maud amelieleza kwa njia nyingine ya kwamba vita vya ohd ilipofikia tamati yake, mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma swahaba moja ili kuwajulia na kuwauguza maswahaba waliojeruhiwa. ye akamwona answari moja kwamba ana hali tete. ye akaenda karibu yake na akasema, ndugu yangu, kama una ujumbe nipatie, nitawafikishia jamaa zako na ndugu zako. ye akasema, nilikuwa namtafuta mtu kwamba nikimpata mtu wa madina basi kwa kupitia ye niwafikishie jamaa zangu ujumbe. ni bora kwamba wewe umekutana nami, nipe mkono wako kwenye mkono wangu na ni ahidi kwamba ujumbe wangu utawafikishia ndugu zangu na jamaa zangu. ye akakiri akiweka mkono kwenye mkono wake kwamba lazima nitafikisha ujumbe wako. hapo swahaba huyo akasema kwamba nenda ukawaambie ndugu zangu na jamaa zangu na watu wa familia yangu kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hazina iliyo bora ya kaumu yetu, na huyu ni amana ya kikaumu tuliyo naye. mimi nina imani kwamba hata moyoni mwenu pia kutakuwa na umuhimu wa thamani yake, lakini hata hivyo mimi naona kwamba ni wajibu wangu kwamba niwafikishieni ujumbe huu kwamba maadamu tulikuwa hai sisi tukaendelea kulinda amana hiyo, na katika kuhifadhi sisi tukatumia nguvu zetu zote. sasa tunakufa na tunaacha nyuma yetu amana hiyo. mimi nina imani kutoka kwa watoto wangu na ndugu zangu na kutoka kwa watoto wao kwamba wao wataendelea kulinda amana hiyo tukufu na wataendelea kulinda amana hiyo kwa kutumia nguvu zao zote. katika sehemu nyingine ameeleza musleh maud ya kwamba kiongozi mmoja ansari alikuwa amepata majeraha na hali yake ilikuwa tete kwamba katika dakika chache tu alikuwa mwenye kufa. swahaba moja akafika kwake na akaketi, akamjulia hali na akasema kwamba kama unataka kuwapatia mke wako na watoto wako na jamaa zako ujumbe basi nipatie. ye akasema kwamba ndio, nilikuwa namsubiri muislamu, nikimpata basi nimpatie ujumbe wangu. anasema kwamba kila mtu anajua ya kwamba muda wa mauti unakuwa mgumu kiasi gani. hata kama mtu awe nyumbani, muda wa mauti unakuwa mgumu sana. mwenye kufa anakuwa na tamani kwamba akipata dakika chache basi aongee na ndugu zake na watoto wake na mke wake, au awaachie wasia fulani. lakini sahaba huyo hakuwa kwa mke wake au watoto wake, hakuwa nyumbani wala hakuwa katika hospitali juu ya kitanda, bali alikuwa amelazwa juu ya ardhi iliyo na changarawe. lakini katika hali hiyo pia hakutoa ujumbe kwamba umsalimie mke wangu na umwambie kwamba awalee watoto vizuri, au mali yangu igawanywe katika hali fulani au kwa njia fulani, au sehemu fulani kuna mali yangu ichukuliwe. bali aliyosema akasema kwamba wapatie watoto wangu na ndugu zangu ujumbe huu ya kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam ni amana ya mwenyezi mungu wenye thamani kwenu, na mimi maadamu nilikuwa hai mimi nikaendelea kuhifadhi amana hiyo. sasa huu ni wasia wangu wa muda wangu wa mwisho kwa ndugu zangu na watoto wangu kwamba wao pia wahifadhi amana hiyo. na akisema hayo akakata pumzi.
hizi ni dhihirisho la mapenzi ya mtume saa salam kwamba mtu anashikwa na butwa. mwenyezi mungu atujalie kuwa na roho hiyo hiyo ya mapenzi ya mtume salallahu alehi wasallam, na fikira hiyo itakapopatikana sisi tutazidi katika uhusiano na mwenyezi mungu pia, na pia tutafanya juhudi ya kuondoa mapungufu yetu katika uhakika, ili sisi tuweze kuzalisha rangi sahihi ya kiislam kwenye ibada zetu na kwenye hulka zetu na kwenye tabia yetu. mwenyezi mungu atujalie. Nitasalisha jeneza. kuna habari za marehemu wa kwanza ni mheshimiwa dr mansur shubuti saheb wa yemen. mansur shubuti saheb alikuwa ametiwa ndani katika yemen kwa sababu ya ahmadia. alikuwa amekamatwa, na katika hali hiyo ya kutiwa ndani januari 26 akiwa na umri wa miaka 63 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa kuwa alikuwa kwenye jela na kwa sababu ya ahmadia alikuwa ametiwa ndani huko, hakupata matibabu sahihi, na pia atakuwa ametendewa vibaya. kwa vyote vile maelezo tuliyo nayo machache au zaidi, kifo chake kimetokea katika hali hiyo ya kuwa ndani, hivyo ataitwa shahidi. na huyu ni ahmadia wa kwanza aliyekuwa shahid wa yemen. marehemu ameacha mama yake aliye mzee na mke na vijana wawili, eman na bilal. ndugu wa marehemu nasir shubuti anayeishi london anasema kwamba maiti yake mwana wake alikabiziwa februari mosi, lakini wahamadia wote wametiwa ndani, wamewakamata wahamadia wote. hivyo wanaume wasio wahamadia wakasali jeneza yake na mazishi yake yakafanywa. nasir shubuti sahib anasema kwamba babu yake abdullah muhammad usman shubuti alikuwa ahmadia wa kwanza wa yemen, na baba wa dr mansur shubuti mahmud abdullah shubuti alikuwa mbashiri wa kwanza wa yemen, aliyekuwa amefanya shahid. na mama wa marehemu ni sharh nasrin sahiba ambaye ni binti wa sayyid bashir ahmad shah sahib wa rabwa na farh khanam sahiba wa rabwa. farh khanam sahiba anatokana na familia ya kijunud, na huyu pamoja na mama yake halima banu sahiba na ndugu yake sayid haji junudura sahib alipata bahati ya kufuata kauli hii ya mtume saa salam kwamba imamadi akija mufanye baiati hata kama mulazimike kutembea juu ya seluji. hivi watu hawa wakatoka kashgar na wakaja kadian huku wakitembea juu ya seluji na wakafanya baiati. mama wa mansur shubuti sahib alikuwa mtu wa familia hiyo, yani bibi yake alikuwepo katika ujumbe wa watu waliokuja wakitembea juu ya seluji. kuhusu tukio la kifo chake mwana wake bilal shubuti ameandika ya kwamba security forces waliingia katika nyumba yetu kwa nguvu, wakamsukuma baba yetu, wakaweka bunduki juu ya kifua, kisha wakataka kunikamata. baba akasema kwamba muni uwe, lakini msimchukue mwana wangu. watu wasi wa ahmadia walipo swali jina yake, kulikuwa na kijana mmoja tu, kijana wake mmoja ambaye ana umri miaka 16, ye akashiriki. anasema kwamba wao wakanyanganya hela kutoka baba yangu na wakasema kwamba kuna mtu anakutumia hela kutoka nje. baba akasema kwamba hakuna mtu anayetumia hela kutoka nje, ni hela ya uchumi wangu. sura amesema kwamba hili jambo ambalo maulama wamesambaza kote kote kwamba mungu apishe mbali, sisi tunachukua hela, tunapokea hela kutoka nguvu za kimagharibi na sisi tuna ajenda zidi ya islamu, ilhali kila ahmadia anajitolea na kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa islam anajitolea na anafikisha ujumbe wa islam katika dunia nzima na anautumikia ubinadamu. kwa vyote vile maelezo mengine ni marefu, kisha mimi naweka mbele yenu maelezo ya mke wake.
yeye anasema kwamba ujumbe ambao yeye amenitumia, anasema kwamba watu waliomkamata mume wangu walinionyesha sehemu ambapo mume wangu alikuwa amewekwa. Wao wakasema kwamba mume wangu kwenye chumba chake mara nyingi katika swala la nafal alikuwa analia, na wakaeleza zaidi kwamba dr saheb alikuwa ametiwa ndani, kwani baadhi ya wahamadia walikuwa wametoa taarifa kwamba dr saheb anapokea hela kutoka uingereza ambayo anatumia katika kutayarisha malaysia forces katika yemen. Ni shutuma tu za uongo, lakini kwa tahkiki jambo hili halikuthibitika. Tulikuwa ya kumwacha huru, lakini kwa sababu ya shida na huzuni siha yake ikaharibika. Hayo ni maelezo yake waliotoa kwa mke wake. Yawezekana kwamba viongozi wa juu wawe na mwenendo tofauti na walio chini. Mara nyingi wanakuwa wenye kufanya kile wanachotaka, na kwa sababu ya ukali wao siha yake itakuwa imeharibika. Ndugu yake Nasir Shubuti akieleza sifa zake anasema kwamba ndugu yetu Dr. Mansur Shubuti alikuwa na tabia njema sana, alikuwa na kipaji kizuri katika masomo, na alikuwa miongoni mwa wanafunzi 10 wa nchi waliopewa zawadi kutoka serikali. Alikuwa na tabia ya kuswali sala zote kwa wakati, sala ya tahajudi na kusoma Qur'an tukufu na kutoa michango bila kukosa. Alikuwa akiwatibu watu maskini na kuwasaidia. Alikuwa anaongea na wagonjwa kwa tabasamu. Alikuwa hapokei hela kutoka wagonjwa maskini. Alikuwa anawapatia dawa, na pia alikuwa anawasaidia katika swala la kuwalaza katika hospitali, na katika swala la upasuaji alikuwa anawasamehe ada yao. Kisha anasema kwamba katika majirani mtu akiugua alikuwa anakuja kwa ndugu yetu ili kupata matibabu. Alipoenda katika mji mwingine wa Sanaa, majirani wakahuzunika sana. Alikuwa akiwatendea wazazi kwa wema sana, pia akawapeleka kufanya hija. Mama wa Dr. Saheb Shahrukh Nasreen Sahiba anasema kwamba nilipopata ujauzito nikaona katika ndoto ya kwamba mama moja mwema wa Rabwa ambaye jina lake lilikuwa Zainab akimuinua mama yangu. Anasema kwamba Masihi salam anakuja, mimi naona hapa na pale, lakini si mwoni mtu yote. Kisha nikaamka. Dr. Saheb alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri tangu utotoni. Alikuwa anamhubiri mwalimu wa masomo ya kidini katika shule, na mwalimu wake alikuwa anasikiliza mambo yake yote bila kumpinga. Mwana wake Ahmad Shubuti anaishi Ujerumani. Anasema kwamba baba yetu hakunipiga wala kukaripia. Nakumbuka safari moja nilipokuwa na umri wa miaka 13, wakati ule nikakataa kuswali swala kwa pamoja. Yeye wakati ule alikuwa amenipiga kidogo. Anasema kwamba baba yangu daima alikuwa ananisihi kwamba nifanye dua wakati wa shida na matatizo. Mwenye pia alikuwa anafanya hivyo. Mimi nimemwona akilia kwenye sijda. Anasema kwamba nilipokuwa mtoto na nilikuwa nasoma shuleni, alikuwa akituamsha wakati wa alfajiri, na kisha alikuwa na swala kwa pamoja na kusoma Qur'an tukufu. Alikuwa ameenda Urdun kufanya PhD, akaishi kule kwa miaka 5. Anasema kwamba center ya kuswali Ijumaa ilikuwa mbali, na kila Ijumaa alikuwa anakwenda huko kwa ajili ya kuswali Ijumaa. Alikuwa na shauku ya kusoma vitabu vya jamaati na alikuwa anasoma sana. Anasema kwamba aliporejea kutoka Urdun, begi yake ilikuwa nzito sana. Nikaelewa kwamba labda ametuletea zawadi. Watoto wanakuwa na shauku kwamba wazazi wamewaletea zawadi, lakini kwenye begi lake hakukuwa na zawadi, isipokuwa kulikuwa na tafsiri kabir, yani tafsiri ya Kiarabu na vitabu vingine vya jamaati. Jamaa zake hata kama wasiwa wa Ahmadiyya alikuwa anaenda kukutana nao, na nikimuuliza kwamba kwa nini unakutana nao na kwa nini una umuhimu huo, alikuwa anasema kwamba mtume ametoa amri ya kuunganisha ujamaa, na kama hatutajenga uhusiano nao basi Mwenyezi Mungu atakasirika. Marwa Shubuti Sahiba anasema kwamba marehemu alikuwa
mwenye heshima, akiwa na hulka njema, mwenye kutabasamu, kuwapenda watu, kutoa ushirikiano, na alikuwa mtu mwema sana, mpole sana, mwingi wa rehema, na alikuwa na kipaji kizuri. Alikuwa daktari mashuhuri katika yemen. Alikuwa anatoa huduma mbalimbali na alikuwa mtu wa watu, yani wote wamepata huzuni kubwa juu ya kifo chake. Kuna maoni ya watu ambao si wa ahmadia. Kuna Dr. Union wa yemen, wao wametoa tamko kwamba sisi tunatoa taarifa kwa huzuni na kwa masikitiko kwamba general surgery consultant Dr. Mansur Shubuti amefariki dunia. Alifariki siku fulani, inallahi wa inna rajiun. Kisha mbele wanasema kwamba kifo chake kisichoeleweka kimeleta kiherehere na wasiwasi katika maeneo ya kitiba. siha yake ilikuwa nzuri sana. Hatukuambiwa sababu ya kutiwa ndani, na pia hatukujua kwamba amewekwa wapi au amepelekwa wapi. Siku moja mbili kabla ya kifo chake alikuwa ameletwa hadharani kwa sababu ya afya yake iliyokuwa imeharibika. Baadhi ya marafiki zake ambao si wa ahmadia wameandika juu ya mtandao wa kijamii. Kuna dokta moja Khalid Adib anasema kwamba nilipoenda kufanya kazi katika hospitali ya Sanaa, nikawaona madaktari vijana wakisimama karibu na daktari moja. Nilipouliza wakaniambia kwamba huyu ni Mansur Shubuti ambaye ni general surgery consultant na anatoa ushirikiano zaidi kuliko madaktari wote, na madaktari na wanafunzi wanapenda kufanya kazi pamoja naye, kwani anafanya juhudi sana kwamba aweze kuwapatia wote maelezo mbalimbali, taarifa mbalimbali, na awafahamishe. Ye hana tamaa ya mali wala hana tamaa ya kupata wazifa. Marehemu alikuwa mtu mpole sana na alikuwa mwenye kuangalia sana afya yake na siha yake, na alikuwa na tabia ya kutabasamu, na alikuwa na hulka njema sana. Alikuwa mbali na ubinafsi na mapenzi ya dunia. Rafiki yake moja ameandika kwamba kifo chake ni pigo kubwa kwa yemen. Yemen imekosa mtu mwema ambaye moyo wake ulikuwa safi sana, na yeye alipitisha maisha yake yote katika kuwatumikia wagonjwa. Rafiki yake mmoja aliandika kwamba mkononi mwa Dr. Mansur kulikuwa na uponyo na shifa, na alikuwa na hulka njema sana. Magazeti yote ya yemen yamechapisha habari za kifo chake, na habari moja ilisema kwamba mauaji ya daktari aliye mashuhuri, kifo cha daktari aliye mashuhuri na maarufu na kadhalika. Kwa vitu vile, kwa kupitia hayo yote, mtu fulani aliniandike kwamba labda kwa kupitia marehemu jina la ahmadia limeenea na kusambaa katika yemen, na mungu afanye kwamba hiyo iwe sababu ya mahubiri. Mwenyezi mungu amrehemu na amghufirie na amwinue kwenye daraja, na awajalie watu wa familia yake subira na uvumilivu. Na wote wengine waliotiwa ndani ni jamaat dogo tu katika yemen, pia mufanye maombi mungu awajalie wapate uhuru. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Salahuddin Muhammad Saleh Abdul Qadir Ode Saheb, ambaye alikuwa baba wa Sharif Ode Saheb, amir jamaat wa Kababir. Januari 31 alipata shida ya moyo katika hospitali. Wakati wa kufanya upasuaji alifariki dunia. Alikuwa na umri wa miaka 85. Marehemu alikuwa musi, ameacha nyuma mke na vijana watatu: Muhammad Sharif Ode Saheb, Munir Ode Saheb na Amir Ode Saheb, na binti mmoja Manal Ode. Na pia kuna wajukuu zake wa kike na kiume. Wajukuu zake wawili Masrur Munir Ode na Bashiruddin Mahmud Ode wanasoma jamia, mmoja anasoma jamia UK na mmoja anasoma jamia Canada. Sharif Ode Saheb anaandika kwamba babu wa marehemu Alhaj Saleh Abdul Qadir Ode Saheb alikuwa miongoni mwa Ahmadia wa awali wa Palestina, ambaye mwaka 1928 alifanya bayati. Kisha babu wa baba yake Abdul Qadir Ode pia akafanya bayati, na baada ya muda baba yake pia akafanya bayati. Hivyo
baba wa marehemu na babu yake na babu ya baba yake wote walikuwa waahmadia. marehemu alizaliwa mwaka 1999. alikuwa ahmadia wa kuzaliwa. umri wake ulipokuwa miaka 14 wakati ule kulikuwa na baridi kali sana. alipotoka nje kufanya kazi fulani alikuwa hakuwaa mavazi sahihi, mavazi mazito, hivyo akazimia. baada ya kumtafuta walipojua wakamleta na wakapeleka hospitalini. hali yake ilikuwa mbaya sana. daktari akasema kwamba ni vigumu kwake kwamba abaki kuwa hai, na kama akibaki hiyo itakuwa muujiza, lakini hata kama akisalimika hataweza kupata watoto. muhammad sharif saheb ambaye alikuwa mbashiri akamwandika musleh maud barua ya maombi, na mungu akamjalia uponyo na pia akapata kuua, na mwenyezi mungu akamjalia watoto vijana 3 na binti 1. marehemu akaendelea kuwatumikia wabashiri katika maisha yake yote, na pia alikuwa anawatumikia na kuwahudumia wageni wa masihi waislam, na kila mmoja aliyekuja kubembeleza akatoa ushahidi wake. shirifote saheb anasema kwamba wageni walikuwa wamepata tabia ya kuhudumiwa kutoka kwake. wageni walikuwa wakitamani kwamba tuende kwake na ye atuhudumie. padre moja ulikuwa na mpango wake wa kuja. ye akasema kwamba je, baba yako yupo hapa? akasema kwamba ametoka nje. akasema basi ye atakapokuja ndipo nitakuja ili niweze kupata ladha kutoka zifa yake. marehemu alikuwa mwenye kuwajali sana watu wenye haja na alikuwa mwenye kutumia juu yao. wanajamaat wapya ambao fame zao zilikuwa zimekata uhusiano wakaja kababir na wakaanza kuishi. wao wakamkuta marehemu kama baba yao mzazi. juu ya kifo chake mama moja akasema kwamba mume wangu alikuwa anapitisha muda wake mwingi pamoja na marehemu, na anasema kwamba sasa sielewi niende kwa nani. kisha shiri saba anasema kwamba baba yetu alikuwa anatulea kwa matendo yake, badala ya kutufahamisha kwa maneno alikuwa anatufahamisha kwa matendo. baba yetu alikuwa na shauku ya kusoma vitabu ya jamaati na alikuwa anasoma vitabu mbalimbali. ndio maana alikuwa na elimu nyingi na elimu kubwa. kisha shiri saba anasema kwamba sio maana kwamba katika uzee ye alikuwa na haja ya msaada wetu, hapana, bali ye alikuwa anatusaidia na alikuwa na furaha kwamba watoto wake wanaitumikia jamaati. mjukuu wake mmoja wa kike dr yasmin anasema kwamba mimi kwa miaka nilikuwa naishi pamoja na babu yangu na bibi yangu. niliona kwamba babu yangu marehemu wakati wa swala na sala tahajudi na muda wake mwingi alikuwa akipitisha katika misikiti na kwenye markaz kupika chakula kwa ajili ya wageni na kuwatumikia na kuendelea kufanya kazi mbalimbali ya jamaati. ilikuwa kawaida zake. alikuwa na shauku ya kusoma sana vitabu ya jamaat. hata siku ya kifo chake kulikuwa na kitabu juu ya kitanda chake. anasema kwamba kulikuwa na kazi fulani ya ukarabati katika nyumba. babu akamwambia bibi kwamba sisi hatuhitaji hiyo, kwani sasa sisi tutakufa tu, hivyo ni bora kwamba hela hiyo ambayo itatumika juu ya ukarabati wa nyumba tuigawe kwa watu wenye haja. wakati wa upasuaji madaktari waliona kwamba moyo wake umezofika sana na mishipa yake takriban imefungwa. hata hivyo walikuwa na shangaa kwamba kivipi aliendelea kutembea kwa afya. hiyo ilikuwa dua yake kwamba apate mauti katika hali hiyo, na hivyo ndivyo itokavyo. hakupata shida ya msaada wa mtu yeyote. sherifote saheb anasema kwamba baba yetu alikuwa mwenye kutumia sana juu ya watu wengine. siku moja jamaa yetu akamwambia kwamba asaidiwe. baba yetu akampatia chote alichokuwa nacho kwenye mfuko wake. mwana fazle bashir saheb ambaye alikuwa mbashiri wa kababir, safari moja akamwambia marehemu kutoa mchango kwa ajili ya misikiti. wakati ule marehemu alikuwa na hela nyingi, ye akatoa yote kwa ajili ya misikiti. mtumishi mmoja wa jamaat aliandika kwamba upasuaji wa hernia ulipofanywa, ye akamuuliza hali.
ye akasema kwamba nahisi maumivu mengi. Nikasema kwamba we unafanya kazi hapa? Ye akasema kwamba ndio, nimefanya kazi ndogo tu, nimeinua vitu kadhaa na kuweka sehemu fulani na mlango moja ulikuwa umevunjika, nimeutengeneza. Ye akasema kwamba umefanyiwa upasuaji, usifanye kazi nzito nzito. Akasema kwamba mimi siwezi kubaki katika hali hiyo, kwani kuitumikia jamaa ni kazi yangu. Saifuddin abu asad wa palestina anaandika kwamba sisi hatukuona kitu chochote kwa salahuddin saheb ode isipokuwa wema tu. Nilipoishi Kababir nikamkuta mtu mwenye ikhilasi katika jamaati. Alikuwa mwenye kutupenda sote na kuwasaidia wote. Japokuwa alikuwa baba wa amir jamaat, lakini alikuwa anawatumikia wageni. Anasema kwamba nilipata kujua baadaye jinsi alivyokuwa anatutumikia. Hatukupata wazo kwamba atakuwa baba wa amir jamaat. Alikuwa mnyenyekevu sana. Mtu fulani akaniambia kwamba huyu ni baba yake. Dr. Ahmed Al-Malki anasema kwamba baada ya kusalishi sala ya alfajiri alikuwa anaenda langarkhana yani zifa, na alikuwa anafanya kazi mpaka usiku. Alikuwa anaupenda sana ukhalifa na kuiheshimu nizamu ya jumuiya. Mwana wake alikuwa amiri, lakini hata akimwona amir alikuwa anasimama. Alikuwa anaendelea kuitumikia jamaat na kufanya mahubiri na kutekeleza wajibu wake kwa jaziba sana, na ni mifano michache inayoonekana kwa watu. Aliona zama za makhalifa wanne na alikuwa anaongea mambo mbalimbali kuhusu ukhalifa. Muhammad alauna saheb anaandika kwamba nilifanya bagia miaka 20 iliyopita, na nilipoenda Kababir ye akakutana nami kwa mapenzi na kwa ikhilasi, na mimi nikamwona akiitumikia jamaati. Japokuwa alikuwa na umri mkubwa, lakini alikuwa anafanya kazi kwa ikhilasi ambayo hata hatuyoni kwa vijana. Alikuwa na tabia njema sana na mwenye kuwa hurumia wote. Namal Ajwa sahiba anasema kwamba mimi natokana na mji wa Al-Khalil. Nilikuja hapa pamoja na watoto wangu wawili. Sikuwa na nyumba ya kuishi. Marehemu akaniambia kwamba niachie mabinti zako kwangu na wewe uishi katika daru ziafat. Hivyo ye akaendelea kuwaangalia mabinti zangu kwa mwezi 1.5, na akaendelea kuwarahisishia na kuwapatia mambo vitu mbalimbali. Anasema kwamba yeye kwa ajili yangu alikuwa baba mzazi, na mimi naona kwamba roho imetoka kutoka mwili wangu. Shamsuddin Murabbi saheb wa Kababir anasema kwamba alikuwa hapendi kutupa kitu chochote cha msikiti au mission house, bali alikuwa anavitengeneza, na hii ndiyo njia ya kuokoa hela ambayo inatakiwa tumika katika sehemu zingine. Saa nyingine tumeona kwamba watu waliokuja kuomba msaada miskitini alikuwa anawatumikia kama wawe wageni, na alikuwa anawalisha chakula. Rana Ode Jahangir sahib anasema ni mjukuu wake. Anasema nilimwona babu yangu akiamka kwa ajili ya sala ya tahajudi na kuswali sala kwa wakati. Anasema babu yangu alikuwa mwenye kuwajali sana watu maskini. Watu walikuwa wakisema kwamba utumie hela juu ya zati yako, lakini jibu lake daima lilikuwa hili kwamba mimi napenda zaidi kutumia hela yangu juu ya watu wenye haja. Alikuwa anamtegemea Mungu na alikuwa na mapenzi mazito kwa ukhalifa. Mwenyezi Mungu amghfiri na amrehemu na amuinue kwenye daraja, na awajalie watoto wake subira na uvumilivu, na awajalie kuendeleza mema yake. Na marehemu anayefuata ni Rehana Farad sahiba, mke wa Karamtullah Khadim sahib, mbashiri wa jumuiya Rabwa. Ye pia siku za nyuma Januari 29 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwenye familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu ya baba yake Hatmunshi Jalaluddin sahib radhiyallahu ta'ala anhu wa Bilani wilaya Gujarat, ambaye jina lake Hatmasihi Mola Islam ameliandika kwenye Zamima Anjame Atham katika roza ya maswahaba 313 kwenye namba 1. Ameacha nyuma mume na kijana mmoja na mabinti 3. Kijana wake Ehsanullah sahib mbashiri wa jamaat anaitumikia jamaat nchini Hispania.
kwa sababu ya kuwepo kwenye nchi hii hakuweza kushiriki katika mazishi ya mama yake. Pia kulikuwa na sababu zingine. mume wake karamtullah khadim saheb ni mbashiri wa jamaati. mwana mkwe wake asim mahmud bhat saheb ni mbashiri wa jamaat, anaitumikia jamaat nchini tanzania. mwana wake esanullah saheb mbashiri anaandika kwamba mama yetu alikuwa akifanya maombi kwa ajili yetu, alikuwa na swali sala ya tahajudi, akifanya kazi za nyumbani na kutembea hapa na pale. alikuwa anaimba shairi ya masihi maud na makhalifa zake, na hivyo watoto waishi pamoja naye walikuwa wakikumbuka shairi hizi. alikuwa anatoa michango ya jamaati kwa wakati, na alipokuwa na siha nzuri akaendelea kushiriki katika mipango mbalimbali ya jamaat. alikuwa na tabia ya kumshukuru mwenyezi mungu na kurizika kwa kile alichokuwa nacho. alikuwa mwenye kujivunia juu ya ahmadia. binti yake nagmana nusrat anasema kwamba alikuwa na tabia ya kumshukuru mwenyezi mungu sana. mtu akisema kwamba ulikuwa na mwana mmoja ambaye ukamtoa wakfu, alikuwa anasema kwa unyenyekevu kwamba kivipi ni mshukuru allah kwamba nilimpatia allah mwana mmoja na rehema yake imenirudishia vijana wengi. yani alikuwa anazungumzia wajukuu zake. alisema kwamba wahamadia wote ni wakfe zindagi. alizaliwa mjini rabwa na alikuwa anafurahi sana kwa kuona maendeleo ya rabwa. alikuwa anajulikana lajna mwenye hulka njema na mwenye hima. alipitisha maisha yake kwa kurizika kwa kile alichokuwa nacho, na alikuwa anamshukuru mwenyezi mungu kana kwamba amepata utulivu wa aina zote. hakuwahi kulalamika kwamba mshahara wa mbashiri ni mdogo. alikuwa anasema kwamba yale yote ninayopata hayapatikani katika sehemu zingine. mwana wake kwa sababu ya kesi za kijamaat mwaka 217 akalazimika kuhamia. kama nisemavyo, kulikuwa na sababu zingine. kisha hakuweza kwenda pakistan, na mama kwa sababu ya siha yake hakuweza kwenda kukutana naye, lakini daima akaendelea kumsihi mwana wake kutekeleza wajibu wake wa wakfu. binti mkwe wake anasema kwamba alikuwa akiswali sala ya tahajudi kwa unyenyekevu sana na kwa uchungu mkubwa. alikuwa anaona ndoto za kweli na zilikuwa zikitimia kwa uwazi. tulikuwa tunashikwa na mshangao. kisha ameandika kwamba mwana wake akalazimika kuhamia kwa sababu ya kesi, na yeye kwa sababu ya marazi yake hakuweza kwenda kukutana naye, lakini hakuonyesha huzuni yoyote. daima akamsihi kutekeleza wakfu wake kwa uimara. alikuwa anasema kwamba siku hizi mambo yamekuwa rahisi, muda wote tunaweza kuwasiliana, na hakufanya uzazi wake kuwa kizuizi katika shughuli za wakfu. mtu fulani alimwambia kwamba sasa muda mwingi umepita, hivyo kwa ajili ya kukutana na mwanao umwindikie khalifa wa zama. ye akasema kwamba mimi nimemtoa mwana wangu wakfu, hivyo siwezi kufanya hivyo. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu marehemu na amwinue katika daraja na الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر